Lakini ni somo pia pa kujifunza kwa watumishi wa Mungu. Hakuna mtu mwenye mwiba mkali na mtego kama sisi watu anointed people, watu ambao tumepakwa mafuta. Ni sehemu ambapo shetani hata anachezeshaga watu isivyokuwa kawaida, kwa sababu anajua ukimpata Delila amekutoboa macho. Kwetu sisi watumishi wa Mungu, shetani anachokifanya anaweka mpaka. Angalia, anaweka mpaka kwa watumishi wa Mungu. Angalia, unaweza ukaoa, sikiliza, unaweza ukaoa na unaweza ukaolewa, lakini ukawekewa mpaka katika mtu ambaye ni sahihi, lakini ukafunguliwa katika mtu ambaye sio sahihi. Nazungumzia mpaka wa mahusiano. Narudia, kwenye mpaka wa mahusiano kuna mawili. Unaweza ukafungiwa mlango, ukawekewa ukuta, usioe kabisa au usiolewe kabisa. Na kama ukioa au ukiolewa, ukilazimisha, huyu mtu ambaye ni sahihi utakwepeshwa naye, utaenda kwa mtu ambaye sio nini. Lengo la adui ni nini? Si anakuona unakuwa king'ang'anizi. Unakuwa nini? Ukiwa king'ang'anizi, okay, hakuna shida, atakupindishia. Samson alikuwa ni mtumishi wa Bwana, muda wake wa kuoa ulishafika, lakini katika muda wake wa kuoa alihitajika kupata mtu aliye sahihi, kwa sababu alikuwa na vyeo viwili. Alikuwa ni mpako mafuta wa Bwana, kwa lugha rahisi alikuwa mtumishi wa Bwana, lakini namba 2, Samson alikuwa ni mfalme, alikuwa akiwaongoza na kuamua Israeli kwa wakati ule. Lakini sasa angalia, adui alijua Samson akimpata mwanamke aliye sahihi, Israeli itasimama kuwa na nguvu isiyokuwa kawaida. Alichokifanya, alimchezesha kwenye hili eneo. Huku kwingine kwenye nguvu alimshindwa, lakini huku kwenye ndoa akaenda akahakikisha ya kwamba, sababu shetani anajua destiny, hatima ya mwanaume yoyote ipo kwenye ndoa, hatima ya mwanamke yoyote iko kwenye ndoa. Alichokifanya adui, akamkwepesha Samson, akampeleka sehemu ambapo sio, akampeleka mwisho akaenda kumpeleka katika shimo la kuzimu.